Simba wachekelea filamu ya Yanga na TFF. Yaani ukimuona hapo shabiki wa Simba anavyochekelea filamu ya Yanga na TFF. Sport kata kiu ya michezo na burudani linaandika. Ndio. Issue ya dabi, tatizo liko hapa. Mimi naona tatizo lipo pale pale ambapo kila mdau yeye ana tatizo lake. Shida inakuja hapo na hatuwezi kutatua. Yaani kila ukimuuliza tatizo liko wapi, anasema liko hapa. Huyu tatizo na anaonesha pengine. Huyu naye mwingine anaonesha. Wote tungekuwa tunaona tatizo lipo sehemu fulani, wote tunaona hapo hapo. Ingekuwa ni rahisi. Tatua hili watu wengi unapopata tatizo ndio unaangalia tatizo pale lilipofikia. Ndio. Wengi hatuko tayari kuanza wapi tatizo lilianzia mpaka kufika hapo kwenye tatizo ambalo limefikia. Hivi ukisikia taarifa kwa umma, ndio nini kinakujia kwenye akili yako? Mimi kinanjia tu ule umma na uliaga chips. Unajua jana ndio. Jana maana ilikuwa ni siku ya taarifa kwa umma. Kila baada ya dakika kadhaa taarifa kwa umma. Mpaka umma wenyewe ukawa unataka na wenyewe utoe taarifa kwa umma tena. Na Yanga leo waliambiwa wafike TFF. Leo wakiwa na mpiga mahesabu wao. Kalkuleta kubwa. Yanga. Yanga waitwa TFF na kalkuleta. Umesema wewe. Hivi kwa nini wafike hapo sasa? Mahesabu magumu. Mahesabu vipi? Hesabu ni ngumu sana. Hesabu ni ngumu sana. Wewe bwana wewe. Yanga waitwa TFF na kalkuleta kubwa. TFF ndio wenye dhamana. Ikasaidia kufanya mahesabu. Ndio wanaotoa migawanyo yote. Na wao wana maandishi, wana dokumenti ziko hapo. Ndio. Ni kwa nini sasa wasema wakapiga hesabu? Lakini hili afya yake kwenye michezo yetu ikoje? Halina afya kusema ukweli. Mbaya sana, mbaya mno. Yani hili linaloendelea. Sema hili jambo linaloendelea. Nani ameuliza swali la msingi sana. Nadhani tumuelewe. Swali la msingi sana. Hili liko na side A na B. Yes. Side A, jambo hili lina afya. Lina afya kwa maana ya wakati mwingine pia tujifunze kuzingatia kanuni na sheria ambazo tumeziweka ili tusifikie huko. Mwelewa vizuri, yani kwamba Yanga inawezekana amejisacrifice kwa ajili ya kuuponya mpira. Yani kuhakikisha kwamba wakati mwingine madudu kama haya ambayo yapo sasa hivi ambayo yamepelekea dabi isichezwe na hamna sababu za msingi mpaka leo mpaka sasa hivi na ndio maana tumefikia hatua hii. Haya yametokea kwa sababu ya kutozingatia kanuni. Na ndio maana ukimuuliza mtu kwa nini dabi iliahirishwa tarehe 8 atakupa maelezo ambayo ni rahisi, huwezi kumuelewa. Umuelewa vizuri. Lakini Saidi B halina picha nzuri kwenye soka la Tanzania. Yaani kwa maana ya kwamba haya ambayo yanaendelea sasa hivi, Yanga wanasema hili, TFF wanasema hili na mengine yanayoendelea, yani hatukutamani kuona yanafikia huko. Lakini wakati mwingine ili watu mpate kitu kizuri zaidi inatakiwa sasa yatokee haya. Okay. Fikra Pevu Michezo limeandika Yanga na TFF wavuana nguo hadharani. Mwingine anamvua mwenzie shati, mwingine anamvua mwenzake suruali. Kaptula mwingine anamvua mwenzake kofia. Mambo ya budula. Na tunafahamu Yanga kidogo. Naam. Yanga maeneo mengi umekuwa kiangukia pua. Maeneo ya wanachelewa. Hili la mpiga mahesabu liko sawa sawa hivi. Tuna uzoefu na Young African. Mara kadhaa mmekuwa mkiangukia pua kwenye masuala kama haya. Sasa leo mmeitwa na calculator, hesabu ziko vizuri.